Leo nataka nikuoneshe jinsi gani ambavyo unaweza ukatengeneza pesa kupitia platform hii, na hii ni account yangu ya kwanza kwenye hii platform. Na before sijakwenda katika hatua za kuonesha jinsi ya kutengeneza, nataka nikuoneshe kama hela inatoka. Kwa hiyo naenda kukuonesha kwa vitendo jinsi ya kutoa hela. Kwa hiyo nitaenda katika account yangu nyingine ambayo nimeiandaa kwa ajili ya kutoa hela, kwa sababu ni account yangu personal ambayo na malengo nayo ya kuikuza ifike katika kiwango cha juu. So tuende katika account yangu nyingine tuone jinsi ya kutoa pesa. Hii ni account yangu ya pili ambapo nimeweka hii balance kwa lengo la kukuonesha wewe kama pesa kwa inatoka katika hii platform. Kwa hiyo jinsi ya kutoa pesa, na click katika button ambayo imeandikwa withdraw upande wa kulia. Nikisha click hapo katika withdraw inaleta katika ukurasa huu hapa, na click okay. Yes, hapa inahitajika nijaze vitu vingi. Inahitajika nijaze USDT TRC20 address ambayo itatumiwa kutumwa hiyo pesa, na inabidi ni confirm kwa kuweka email code ambazo zitatumwa katika email yangu. Kwa hiyo nitaenda kuchukua email code yangu na click hapa, tayari sekunde zinajihesabu. Kwa hiyo email code imetumwa ambayo nitaenda kuichukua, then hapa chini nitaweka address yangu ya USDT TRC20 kutoka katika exchange yangu. Nimefanikiwa kujaza email code na address yangu. Nikisema address namaanisha kwamba njia ya kutoa pesa. Sasa hivi naweza nikaenda direct kutoa pesa zangu. Kwa hiyo na click tena katika button ambayo imeandikwa withdraw upande wa kulia. Nikisha click katika withdraw, yes, wananiambia kwamba nichague type. Kwa kwenye type hapa na click, then nachagua USDT TRC20 kwa sababu ndio address ambayo nimeweka. Then kuna kipengele cha pili ambacho kinaandikwa withdraw amount, kiasi cha pesa ambacho nataka nikitoe. Nitaandika hii balance ya USDT 21 ili nipate USDT 20 kwa sababu moja itachukuliwa kama makato. Then na click katika button ambayo imeandikwa submit chini. Nikisha click katika submit na load, na wananiambia kwamba withdraw success. Kwa hiyo nitasubiria ndani ya muda mfupi ili niweze kupokea hizo dola zangu 20 katika exchange yangu, na nitakuonesha. Kiangalia hapo katika deposit na withdraw history inaonyesha kwamba nimefanikiwa kutoa USDT 21, USDT moja imechukuliwa kama makato na USDT 20 zimetumwa katika exchange yangu, na nimefanikiwa kuzipokea na naenda kukuonesha. Ukiingia katika exchange yangu nimepokea ujumbe huu hapa ambao unasema deposit detail ni USDT 20, na hapo chini nasema kwamba deposit successful. Kwa hiyo inaonyesha kwamba pesa ambazo nimezitoa katika platform zimefanikiwa kufikia katika exchange yangu, na hii ina prove kwamba kuna uwezekano wa pesa kutoka katika hii platform ambayo naenda kukufundisha ni jinsi gani ambavyo unaweza ukatengeneza faida. Ili uweze kupata access ya kwenda kutumia hiyo platform, lazima uwe na account, na jinsi ya kufungua account ni rahisi sana. Utabonyeza link ambayo chini ya description ya hii video, na baada ya kubonyeza link itakwenda katika ukurasa huu hapa ambao unauona kwenye screen hapa, na kuna hatua ambazo inabidi uzijaze ili uweze kufanikiwa kuwa na account. Hatua ya kwanza wanakuambia kwamba enter your Telegram account. Kwa hiyo utabidi ujaze jina lako la Telegram. Kwa hiyo let's say mimi hapa jina langu la Telegram ambao nalitumia ni hili hapa, Limlima Aso. Kwa hiyo unajaza kama hivyo, very simple. Then unaweza ukajaza WhatsApp, lakini sio lazima. Then kipengele cha tatu unahitajika ujaze email. Kwamba mimi naweza nikajaza email yangu. Make sure unajaza email ambayo ipo katika simu yako kwa sababu utatumiwa kodi. Kwa hiyo lazima email iwepo katika simu yako ili uweze kupata kodi. Kwa hiyo baada ya kujaza email utaklik hapo katika kodi. Baada ya kuklik hapo katika kodi utatumiwa kodi katika email yako. Kwa hiyo utaenda kuzichukua hizo kodi, then utakuja utazijaza hapo. Inaweza ikawa 2, 3, ngapi utaziangalia katika email yako. Then kipengele cha mwisho utahitajika utengeneze password. Kwa hiyo utajaza password yako hapa, make sure unajaza password ambayo rahisi kuikumbuka. Baada ya kujaza hapo uta scroll down na utakuja utaklik katika button ambayo imeandikwa register hapo chini, na automatically utakuwa umefanikiwa kufungua account. Okay guys, tumerudi katika account yetu ya mwanzo ambayo nilikuonesha, na ilikuwa na dola 580. Unaweza kuwa unajiuliza kwa nini sasa hivi na dola 599. Nimechukua trade na nimetengeneza faida ya dola 19, na nakwenda kukuonesha kwa vitendo kabisa, sio kwa maneno. Nakuja hapa katika BTC 28, nakuja katika my order upande wa kulia pembeni, kwa sababu hapo ndo zinaonyeshwa trade zangu ambazo nimezichukua. Na trade ya mwisho kuichukua hii hapa, niliweka dola 20 hapo, naonyesha trade amount ni USDT 20 na profit ni USDT 19. Kwa hiyo niliingia katika hii trade na USDT 20 na imeniletea faida ya USDT 19, na ndio maana unaona account yangu sasa hivi ina dola 599. Mwanzo nilionyesha ikiwa na dola 580. Kwa hiyo utakuwa umeelewa utofauti wa balance kupanda ni kwa sababu nimetengeneza faida. Sasa na mimi nataka nikuonesha wewe ni jinsi gani ambavyo unaweza kutengeneza faida kwenye hii platform. Kitu ambacho inabidi kukifanya ni kusikiliza kwa makini na kufuata hatua zote ambazo nitakuonesha. So hatua ya kwanza, click katika button ya home upande wa kushoto chini. Ukisha click home, scroll down hadi katika button ambayo imeandikwa top trade. Kuna option 4, lakini utabonyeza option ambayo imeandikwa BTC 28 ya kwanza upande wa kushoto.
Ukisha click katika BTC 28 upande wa kushoto hapo itakwenda katika ukurasa huu hapa. Na vitu ambavyo inabidi uvizingatie hapa ni hakikisha kabisa kwamba upo katika soko la BTC USDT ambalo linaonyeshwa pale juu. Kitu kingine ambacho inabidi uzingatie, kuna time frame. Time frame ni muda ambao unaonyeshwa hapa. Kuna time, kuna dakika 1, dakika 3, dakika 5. So hakikisha unakumbuka upo katika time frame gani. Sasa kuna wengine wakishasikia issue ya kutrade wanaanza kuogopa, wanajua kwamba itakuwa ni complicated. No, uzuri wa hii platform, wana group ambao wanatoa signal kwa Telegram. So kitu ambacho big kifanya wewe ni kuhakikisha kwamba upo katika group lao la Telegram in case kwamba hujui masuala ya trade. Kwa unachokifanya uenda katika group lao la Telegram, unazichukua hizo trade ambazo wanaziposti as a signal, kama signal. Kwa hiyo una copy, unakuja huku una paste, kuna uwezekano wa kutengeneza faida kama hivyo in case kwamba haujui masuala ya trading. So kitu ambacho inabidi kukifanya, naenda kukupeleka Telegram katika group lao ili uweze kuliona. Yes, katika BTC unabidi uhakikishe kwamba muda upo nao sawa. Ukizingatia hapo muda umeisha, kwa hiyo lazima nirudi katika platform kuangalia signal ya saa 6 na dakika 8 ambayo itakuwa imetumwa, kwa sababu ya saa 6 na dakika 7 nimechelewa. Kwa saa 6 na dakika 8 wanasema kwamba trade big, kwa hiyo unarudi katika platform. Nikisharudi katika platform na kuja nachagua big, chagua big. Sasa hivi naweza nikaongeza balance, naweza nikaingia na dola 10. Kwa hiyo naweka hapo trade na click trade. Yes, kwa hiyo hapo sasa hivi nimeingia na dola 10. Kwa hiyo nasubiri hizo sekunde zijihesabu, zinazidi kupungua hapo 27, 26 mpaka itakapofika sekunde 1 nitaangalia matokeo. Na matokeo jinsi ya kuangalia, unaweza ukarudi katika group kusubiria matokeo hapo. Kwa hiyo saa 6 na dakika 9 itatuma matokeo. Matokeo hapa yamekuja, anasema kwamba nimewini, results win. Kwa hiyo narudi katika platform. Nikirudi katika platform na kwenda katika my order, nikishakuja katika my order ukiangalia kwamba niliweka dola 10 nimepata faida ya dola 9.5. Yes, katika mtaji wa dola 10 nilioingia nao katika trade nimepata faida ya dola. Hii ndio group la Telegram la Signal, na ili uweze kujiunga katika group hili ni rahisi sana. Nimekuwekea link yake katika description ya hii video, nikimaanisha kwamba chini ya hii video hapo kuna link ambayo ukigusa inakwenda katika Telegram kwenye ile group. Hakikisha kwamba unajiunga, na ukiangalia ile group lina subscribers 10,375, idadi ya watu ambao wapo katika group wanasubiria Signal. Na kitu cha muhimu kabisa cha kujua kwamba Signal katika ile group zinadumu baada ya dakika 1. Kwa kila baada ya dakika 1 anatumwa Signal mpya. Kwa hakikisha ndani ya dakika 1 unachukua Signal, unaenda unaitrade ili Signal nyingine ikitumwa uweze kuchukua, kwa sababu Signal inadumu baada ya dakika 1. Baada ya dakika 1 kupita hiyo Signal itakuwa haitumiki tena. Yopo hapo tumeelewana. Sasa nitakuonyesha vitu viwili. Kitu cha kwanza nitakuonyesha ni jinsi gani ambavyo unaweza kucopy Signal na kwenda kuiapply katika platform kama mfano. Na kitu cha pili nitakuonyesha kabisa mimi nikikopi Signal kuitrade hadi ninavyotengeneza faida. Kwa hakikisha kwamba unaangalia kwa makini, kwa sababu sitorudia tena. Kwa jinsi gani ambavyo utakopi Signal. Yes, Signal inakuja kwa mfumo huu hapa. Kwa mfano hapa sasa hivi katika muda wangu wa simu ni saa 6 na dakika 43 na Signal ambayo imetumwa ni saa 6 na dakika 43. Kitu muhimu sana cha kwanza, hakikisha kabisa kwamba muda ambao Signal inatumwa na muda katika simu yako vinafanana, kwa sababu ukiboronga au ukichelewa utaweza kushangaa unatumia Signal sasa hivi katika muda ambao sio sahihi. Kwa hakikisha muda unafanana. Kwa mfano hapa ni saa 6 na dakika 43 na kwenye simu yangu saa 6 na dakika 43, Signal hii hapa. Kitu cha kuzingatia, Signal inaanzia hapo katika next issue, hapo ndo Signal inapoanza. Kuanzia next issue kushuka chini ndo Signal inapoanza. Kwa hiyo kuna next issue, kuna period ID na kuna trade. Kitu muhimu cha kukizingatia ambacho ndo Signal yenyewe, hiyo ni trade. Wanakuambia trade small, maana yake wanakuambia nenda ka trade small katika platform. Sasa jinsi ya kwenda katika platform ku trade small ni very simple. Ukirudi katika platform yako unatafuta time frame, hakikisha kwamba iko katika 1 minute kama nilivyosema. Yes, hakikisha iko katika 1 minute. Na kitu kingine, hakikisha muda ambao utakaochukua Signal na huku katika platform unafaana. Kwa hiyo unabidi uwe very fast. Kitu ambacho Signal yenyewe ni hapa katika select type. Kuna type nyingi, kuna big, kuna small, kuna odd, kuna even na vingine. Lakini wewe unaangalia kule katika platform, kule katika group ulipewa Signal gani. Kama alikwambia trade small, kwa hiyo weka small, na hapo unaweka hapa katika inter quantity unaweka kiasi ambacho unataka uingie nacho katika hiyo Signal katika trading, nikimaanisha unaweza ukaingia na dola 5, unaweza ukaingia na dola 10 kulingana na wewe una bei gani. Let's say dola 10 kuoneka dola 10, let's say dola 2 au dola 5 vyovyote, au dola 50 kutokana na mtaji ambao
unao katika akaunti yako. So guys, tumeona ni jinsi gani ambavyo unaweza ukakopi signal na ukaapply katika platform. So before sija kupeleka kukuonyesha jinsi gani ambavyo nikitrade signal live, lazima ujue kwamba ili uweze kupata access ya kutrade katika hii platform, lazima uwe na mtaji, na jinsi ya kuweka mtaji katika hii platform ni rahisi sana. Utaklik katika icon ya profile upande wa kulia chini. Yes, ukisha click hapo utakwenda katika ukurasa huu hapa na utaklik katika button ambayo imeandikwa deposit. Kwa ukisha click katika deposit itakwenda katika ukurasa huu hapa. Wanakuambia chagua njia ya kudeposit, chagua cryptocurrency. Option ya pili wanakuambia chagua type. So click katika select type na chagua USDT TRC20. Ukisha click katika USDT TRC20 wanakuonyesha hapo kianzio cha kuanza kudeposit ni $5. Unaweza ukaweka $10, $20, $50 au $200, vyovyote vile kulingana na wewe unataka udeposit bei gani. So let's say unataka udeposit labda $50, kwa una click kwenye 50 hapo. Ukisha click katika 50 unakuja una click katika button ambayo imeandikwa submit chini. Ukisha click katika submit itakupeleka katika ukurasa mwingine. Katika ukurasa huu hapa, na kitu ambacho inabidi ukifanya hapa ni kucopy address. Address ni hii hapa, maandishi ya kijani madogo madogo, una click upande wa kulia katika button nyeupe hapo. Ukisha click wanakuambia kwamba success, maana yake hapo umefanikiwa kucopy address. So baada ya kucopy address utaenda katika exchange yako ambayo unaitumia. Unaweza ukatumia Binance au exchange nyingine. Mimi natumia exchange ambayo inaitwa MEXC. Tumia hii exchange kwa lengo la kukufundishia, lakini nenda katumie Binance kwa sababu kwenye Binance unaweza ukalipia kupitia Airtel Money ukanunua USDT ambazo zikawa katika exchange yako na ukazitoa katika exchange kuzibeka katika platform. Ila katika MEXC huko tayari mimi nina USDT, kwa hiyo nazitoa tu katika exchange kwenda katika platform. Kwa hiyo na click katika button ambayo imeandikwa withdraw. Bila kuklik katika withdraw hapo inaleta katika ukurasa huu hapa, naambiwa nichague sarafu au coin ambayo nataka niitumie kutuma pesa. Kumbuka kule katika platform nilichagua USDT TRC20, kwa hiyo pia katika exchange lazima nichague USDT. Na click katika USDT hapo, then na click on chain withdraw. Itanileta katika ukurasa mwingine ambapo inabidi nijaze taarifa ili nikamilishe kutoa hizo USDT au hela kwenda katika platform. Kipengele cha pili hapa wanasema address. Kwa address ni ile ambayo tumekopi kule katika platform na kuja na iweka hapa na ipaste kama hivyo. Yes. Then hapa chini na automatically yenyewe ime-identify network ni USDT TRC20, lazima vifanane. Then kuna kipengele ambacho kimeandikwa amount. Nataka niweke mtaji kiasi gani. Kumbuka mtaji ambao kule nimetaja katika platform ni $50. Kwa hiyo huku lazima niandike 51 kwa sababu hii exchange itachukua $1 kama makato na itatuma $50 katika platform. Kwa hiyo baada ya kujaza hivyo na click katika button ambayo niko confirm. Bahati mbaya kwamba mimi katika account yangu hapa sina $50 na chini ya $50, ndio maana naandika insufficient balance. Lakini ukinunua USDT zaidi ya $50 maana yake unaweza ukatuma, itatokea button ya confirm, unahamisha. Ndio maana nakwambia tumia Binance kwa sababu katika Binance kuna njia ambayo unaweza ukatumia Airtel kulipa kununua USDT au kupitia Tigo au Voda, yes, ambayo inaitwa P2P katika Binance. So hivyo ndio jinsi ambavyo utaweza kuhamisha USDT kutoka katika Binance kwenda katika platform. Lazima nirudi katika platform kuangalia signal ya saa 6:08 ambayo itakuwa imetumwa, kwa sababu ya saa 6:07 nimechelewa. Kwa saa 6:08 wanasema kwamba trade big, kwa hiyo unarudi katika platform. Nikisharudi katika platform na kuja nachagua big, chagua big. Sasa hivi naweza nikaongeza balance, naweza nikaingia na $10. Kwa hiyo unaweka hapo trade na click trade. Yes, kwa hiyo hapo sasa hivi nimeingia na $10. Kwa hiyo nasubiri hizo sekunde zijihesabu, zinazidi kupungua hapo 27, 26 mpaka itakapofika sekunde 1 nitaangalia matokeo. Na matokeo jinsi ya kuangalia, unaweza ukarudi katika group kusubiria matokeo hapo. Kwa hiyo saa 6:09 itatuma matokeo. Na matokeo hapa yamekuja, anasema kwamba nimewini, results win. Kwa hiyo narudi katika platform. Nikirudi katika platform na kwenda katika my order, nikishakuja katika my order ukiangalia kwamba niliweka $10 nimepata faida ya $9.5. Yes, katika mtaji wa $10 nilioingia nao katika trade nimepata faida ya $9.5. Nirudisha katika akaunti yangu, unaweza kuona kwamba dola zinazidi kupanda. So guys, hivi ni jinsi ambavyo unaweza ukaitumia hii platform kutengeneza faida. I hope kwamba nimeonyesha hatua zote muhimu ni jinsi gani ambavyo unaweza ukatumia hii platform kutengeneza faida, jinsi ya kutoa pesa nimekuonyesha mwanzoni kabisa, nimekuonyesha jinsi ya kudeposit. So ikitokea kwamba una swali, kuna sehemu hujaelewa, inawezekana ukajiuliza kwamba ni jinsi gani ambavyo utajiunga na group la Signal. Link ya group la Signal naiweka hapo katika description chini ya hii video, na katika comment naweka linki. Kwa ukibonyeza katika hiyo linki automatically itakupeleka katika group, utajiunga na utaanza kuchukua trade. Na ikitokea kwamba kuna sehemu hujaelewa, una swali lolote, usisite kudondosha comment yako hapo chini. Mimi nikiona nitakuja kuijibu
vizuri sana. Na ikitokea kwamba umefanikiwa kutengeneza faida baada ya kutumia hii platform, basi njoo hapa katika comment, nipe like, pia dondosha comment yako ya kusema kwamba nimetengeneza faida. So bye bye.